wanachama wetu wote ambao wamejitokeza hapa, na nawatia moyo waendelee kujitokeza kwa wingi kwa kila siku. Tuna kesi za aina hii karibia nchi nzima, kesi za kisiasa, za uongo, za kujaribu kuintimidate chama chetu, kujaribu kuwaogopesha watu. Kuna vijana wadogo humu ndani wa miaka 16 naambiwa, wengine 17, ambao hata sheria zetu haziruhusu wao kuchanganywa na watu wengine katika mambo kama haya yanayoendelea. Chama chetu kinashambuliwa kila kona. Tangu at least uongozi mpya tulipoingia madarakani, jaribio la kwanza ilikuwa ni kumkamata mwenyekiti wetu ambaye wote tunajua nchi nzima kwamba amefunguliwa kesi ya uongo ya uhaini kwa sababu ya uoga wa Samia kushindana na sisi. Yuko ndani mwaka mzima sasa. Ya pili ni kujaribu kukataa uongozi uliochaguliwa halali. Mtakumbuka katibu mkuu na naibu katibu mkuu na wajumbe wa kamati kuu ya chama ofisi ya msajili ilijaribu kuwakataa katika uchaguzi ambao kwa kweli ni historia kwa nchi hii, ulikuwa wa kidemokrasia, na nchi nzima haikulala siku ile tarehe 21 ikiangalia ule uchaguzi ambao umekuwa ni wa mfano kwa watu waliostaarabika. Hilo lilikuwa jaribio la pili. Jaribio la tatu ni kwa chama kuzuiwa kufanya shughuli zake kwa kesi ya uongo pia ya watu wanaotumiwa na serikali. Mtu amekaa madarakani miaka 15, hajawahi kuona Zanzibar inaonewa. Siku tu alipotolewa madarakani kwa kura, anasema Zanzibar inaonewa, ndio anaanza kudai madai ambayo yeye alipaswa yatekeleze akiwa madarakani miaka 15 iliyopita. Zuio la mahakama limeisha muda wake kwa mujibu wa sheria ambao ni miezi 6, lakini bado chama chetu kinazuiliwa kufanya shughuli zake za kisiasa. Hilo ni jaribio la 5 na la 6. Wanachama wetu nchi nzima wanatekwa, wengine wako ndani. Tunazungumza hapa Bunda, kuna watu Tarime, kuna watu Magu, kuna watu Mwanza, kuna watu Dar es Salaam. Hii yote ni kuwatisheni nyie muogope, mrudi nyuma. Na sisi tunamwambia Samia, hatuwezi kuogopa na hatumuogopi na hatuogopi serikali yake na tutawashinda. Kwa hiyo huu ni ushuhuda mwingine kwamba hawa watu hawapaswi kuwa madarakani hata nusu saa ijayo. Kwa sababu ni watu ambao wanaongoza nchi hii kwa kuchochea chuki, kwa kuchochea uhasama, kwa kutengeneza mazingira ya watu kuwa na hasira, na watu wanapokuwa na hasira wanashindwa kudhibiti, kwa sababu polisi na vyombo vya dola dunia nzima havijawahi kushindana na wananchi vikashinda. Tangu zama za mfalme Louis wa 16, ukaja zama za kina Nicolae Ceausescu, ukaja zama za kina Gaddafi na madikteta wengine wote, hajawahi kushindana na umma wakashinda. Wachache wataumizwa, lakini hatimaye umma utaprevail. Sasa kama tishio kwenu wanachama, wala msiogope. Na nitumie nafasi hii kuzungumza na wanachama nchi nzima, kwa sababu niko hapa, najua watasikia, na Samia atasikia, na wengine watasikia, kwa sababu niko hapa. Ruhusuni chama chetu kifanye kazi zake. Waachieni viongozi wetu nchi nzima, mwachieni Lissu, kwa sababu hakuna namna Chadema hii itawapigia magoti kwa njia yoyote, haipo. Sisi tunachotaka ni haki. Hatutaki mtu yoyote atupendelee. Tunataka haki, uwanja unaolingana, alafu mpira upigwe na wananchi waamue, ili turudishe nchi hii kwenye misingi inayotakiwa.